Sasa mpenzi mtazamaji, leo mashinani tukiangazia yanayojiri vijijini, vitongojini, nitakuwa nakupeleka moja kwa moja katika kaunti ya Murang'a ambapo Stanley Mbicho amekita kambi. Stanley, habari za watu wa Murang'a, wanasemaje kuhusiana na bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020? Naam, shukran sana Frida Mwaka. Wakazi wa kaunti ya Murang'a wanakusudia kwamba pengine kabla ya kusomwa kwa bajeti ya leo wangependa pia nao kutoa maoni yao. Imekisiwa kwamba kunradhi, wanahisi kwamba wanayo mengi ya kuzungumzia ama kusema, na ili tuweze kuzungumzia ikikumbuka kwamba kaunti ya Murang'a ni kaunti ambayo inajulikana kwa ukulima zaidi. Lakini kabla tujaingilia kaunti ya Murang'a, kidogo tu ni muite mmoja wa wakazi wa kaunti hii tuzungumze naye, anielezee zaidi kuhusiana na matarajio yao. Karibu mzee, nizungumze nayo. Hebu kidogo tu na kuona pale kazi unachapa kazi. Karibia hapa, tunakuja kwa njia moja kwa moja KTN. Nielezee unatarajia nini siku ya leo, bajeti ya leo itakapokuwa ikisomwa? Bajeti ya leo, halo? Naendelea, iko sawa. Kwa majina naitwa Harrison Jogona Chege. Naam. Mkaaji wa Murang'a Town County. Naam. Sasa bajeti ya leo tubunguzwe zile vitu na tumia kila siku. Vitu kama gani? Unga, mahindi, kila kitu. Lakini inatarajiwa kwamba kutokana na bajeti ambayo ni trilioni 3, itabidi kwanza Wakenya pengine wakatozwa ushuru zaidi. Wewe kama Mkenya unafanya kazi gani na unatarajia nini pengine zaidi? Ni hasara. Yeah. Una hustle. Kila siku napata 200, 300 kitu kama hiyo. Naam. Sasa nikipata hiyo 300 nipeleke nyumbani 200 ama 100 ni half nini? Umecheki Kwa hivyo unabobea kinywaji wake iongezee pesa. Mambo ya ajabu hapa, lakini kidogo acha nimlete na mwingine mkazi wa Murang'a. Shukrani sana kwa muda wako. Karibia tu hapa. Hebu nieleze wewe kama mkazi wa Murang'a unatarajia nini kwa kusomwa kwa bajeti ya leo? Asante sana. Mimi naitwa Steven Ilungu. Mimi katika bajeti ya leo naweza tarajia kwa wale ambao wamekuwa wakipanga hiyo maneno wakuwe wamekuwa na ile utu, kwa sababu katika ile maisha tunakaa tumeona walio wakubwa ndio wanatufinya sana. So natamani na natarajia labda leo katika ile bajeti na katika mpango yao labda kuna vitu watakuwa wameangalia, waona ni vizuri wapunguzia kwa Kenya, kwa sababu Wajiku amekuwa na shida mingi, amefinyika, sasa hata sijui aende wapi. Lakini iwapo wao wataona ni vyema, at least wapunguzie hao wajikue yeye mwenyewe, awe at least anaweza kukaa maisha ile anaweza. Akipata 200 isiwe yote inaenda kwa ushuru, isiwe yote inaenda kwa unga, at least awe na hata yeye ana save kitu, anakuwa na kitu katika maisha yake. Tuangazie sekta ya ukulima. Murang'a ni kaunti ambayo inajulikana kwa ukulima wa vitu tofauti. Pengine sekta hii ya ukulima ikiwa mojawapo ya ajenda 4 za serikali ya Jubilee, wewe ungetoa wasia gani kuhusiana na sekta hii ya ukulima kutoka kaunti hii ya Murang'a? Matarajio yako, unatarajia nini sekta hiyo ya ukulima? Asante sana KTN News kwa sababu ya kutupa nafasi hiyo. Ile kitu ningependa kuongelea sana ni kwa sababu ama kuhusu kahawa. Naam. Katika ile leo tumesikia kwamba ati kahawa wakulima watalipwa pesa kidogo. Naam. Na tumejua vile tumetumia pesa mingi, tumeambiwa tulime, tuweke tupande mbegu. Naam. Tukaambiwa tuweke mbolea, tukanunua, alafu unakuja kusikia mwisho ati kuna wengine wako juu ambao wana control ile bei. Naam. Sasa sisi tuashidwa. Iwapo itaendelea namna hii ni kahawa tutaondoa ama namna gani? Lakini leo pia tu kwamba kwa serikali ni kwamba iwapo kama wanaweza tengeneza kama ile Murang'a County number 021 nilisema maziwa. Naam. Iwe mwenye kulima anapata pesa yake wakati amemaliza kupeleka. Naam. Hata kahawa serikali ifikirie venye inaweza tengeneza katika hali ya mtu akipeleka akichuna kahawa yake akipeleka katika ile factory amepeleka hapo wanamalizania hapo, serikali inachukua hiyo kahawa inaenda kuuza yenyewe, ama wanatengeneza processing industries za kuprocess hiyo kahawa, inauzwa inaenda ikiwa imeuzwa packed, ama sisi wenyewe tunauziwa na tunaitumia. Hebu karibia hapa zaidi nikuulize, pengine unatarajia nini kitasomwa kuhusiana na bajeti hiyo ambayo unatarajia kwamba sekta hiyo ya ukulima ishughulikiwe? Sekta hii ya ukulima wewe unatarajia nini itakapokuwa ikisomwa bajeti ya leo? Ile kitu naweza tarajia ni kwamba wale ambao ndio wamepanga hii budget wameangalia kuhusu industries, at least wawe wamepanga wameweka pesa ama wametenga pesa mahali ambapo hiyo pesa itasaidia katika hali ya
kumsaidia Wanjiku. Sio lazima apewe pesa, lakini anaweza tengenezewa industries, anaweza tengenezewa processing industries ambazo zitamsaidia yeye mwenyewe katika hali ya kile kitu analima, kile kitu anaweka, chochote kiwe anafanya kiwe tu msaada katika maisha yake na aweze kujimudu kwa maisha. Na shukrani sana. Kidogo acha nimlete na kijana mmoja barubaru atuzungumzie tu anachotarajia. Wewe hebu nieleze unatarajia nini kutokana na kusomwa kwa bajeti ya leo? Kwa majina ni Nicholas Kimani Wanjiro. Mimi ningetarajia leo bajeti ya leo, wacha bajeti ya leo ikue ni ya mwananchi wa kawaida. For the first time let the budget of today be about the people, about Wanjiko. Na ningependa sana kwanza zile vitu tunatumianga kila siku. Najua serikali inahitaji pesa. Tunahitaji kulipa tax ndio tupate maendeleo. Lakini pia serikali tuangalie, tumefinyika sana na mambo imeenda mrama. Hatupati kitu, tunajaribu kuhasa lakini haitoshi. Hivyo ningependa budget itupunguzie zile vitu tunatumia kila siku, especially chakula, mambo ya rent, mambo hospitali tupate ziko dawa. Yaani mambo zile tunatumia kila siku tupunguziwe kabisa. At least tufurahie kuwa wana Kenya. Let's be proud of being Kenyans. Na kumekuwepo na tofauti kati ya bunge la kaunti ya seneti na ile ya kitaifa. Kumekuwa na tofauti si haba. Tofauti hizi kwamba kaunti ziongezewe fedha kwenye bajeti, wengine wanasema zisiongezewe. Pengine kuongezewa ama kutoongezewa kwa bajeti katika bajeti kutasaidia vipi kaunti kama ya Murang'a? Mimi ningesema pesa kwa kaunti, kitu ya maana ni venye hizo pesa zinatumika. Hiyo ndio kitu ya maana. Ziongezewe siongezewe, hiyo pesa wamepata kwanza imetumika vipi? Ukiangalia kama kaunti ya Kakamega, pesa hata ukiambiwa uongezewe, wewe utakubali uongezewe. Ukiangalia kaunti zingine, hakuna kitu kimefanyika hata nini. So wanaongezewa ya nini? So mimi ningependa wale wako kwa kaunti, tafadhali wacha tuone devolution. Inatufanyia sisi wananchi kazi. Kwa hivyo ningesema tu hongera kwa Paranya, amefanya kazi mzuri. Hassan Joho amefanya kazi mzuri. Kuna wale wamefanya kazi mzuri, tunaweza taja amefanya kazi mzuri. So mimi ningependa tu wale wako kaunti wafanye kazi mzuri. Unadai kazi kaunti ya Murang'a haijafanywa vizuri? Sisemi haijafanywa vizuri, lakini tungetaka zaidi. Unajua sisi Wanjiko kutosheka ni ngumu, lakini tungependa wafanye zaidi. Tungependa hospitali zikuwe sawa, barabara zikuwe sawa, kila kitu ikuwe sawa. Shukrani sana kwa muda wako. Ni wasia tu ama maoni tu ya baadhi ya wakazi wa kaunti ya Murang'a wakitoa maoni yao, matarajio yao katika kusoma kwa bajeti ya leo. Ikumbukwe kaunti ya Murang'a pia ilipitisha bajeti yao ya bilioni 8.9 ya mwaka wa 2019 na 2020 kutoka kaunti 021. Ni Stanley Mbichu na kuregesha studio mtazamaji. Naam, shukrani Stanley Mbichu kutoka Murang'a. Mtazamaji, umeweza kusikia hoja za wakazi wa Murang'a, na sasa nitakuwa nakupeleka Kakamega ambapo mwanahabari mwenza Willy Lusige hapo awali aliweza kuzungumza na Wakenya kuhusiana na swala zima la bajeti, na kama asemavyo Willy, handiki kwa mate ingawaje wino upo. Hebu tumsikize alikuwa na yapi ya kusema. Waziri wa masuala ya fedha Henry Rotich akitarajiwa kusoma bajeti ya mwaka 2019 na mwaka 2020 leo. Kuna matarajio mengi kutoka kwa wakazi wa taifa la Kenya na pia hasa wakazi wa kaunti ya Kakamega na pia eneo la Magharibi. Kwa sababu ya muda nitazungumza tu na wao na kuwapatia fursa ya kuweza kutoa yale matarajio ambayo wanadhani yatagusiwa katika bajeti ya mwaka huu. Karibu kwenye KTN News, tuanze na jina lako, unatarajia nini kwenye bajeti ya mwaka huu? Mimi naitwa Buchichi Emmanuel na nimefurahia kwamba bajeti ya mwaka 2019-2020 inaenda kusomwa hapo kesho, na matarajio yetu kama vijana ni kwamba swala la vijana litawekwa kwenye hii bajeti, na mikakati kama vile ile ilikuwa ya Uwezo Fund na nini wataweka hela sababu ndio vijana tukuje tuchukue mikopo tupate kujiendeleza. Jambo langu lingine la pili ni kwenye hii bajeti tunatumai kwamba foodstuffs, ile vyakula ambavyo sisi tunanunua vya kukula kwa nyumba, hatuwezi tukakula mabarabara, hatuwezi kula makampuni, ni kwamba bei ya vyakula kama vile unga, sukari na kadhalika pia inaenda kupunguzwa, ndiposa mwananchi wa kawaida apate kuishi maisha ya furaha. Hamna haja tujikite mno kwenye masuala ya kujenga taifa ili hali wananchi kwenye hii taifa hawana furaha. Kwa hivyo wewe unatarajia kwamba labda ule ushuru utaweza kushushwa? Natumai kwamba ushuru utashushwa, na wakati ambapo tuna madeni mengi yanaendelea kuongezeka. Swala la madeni ni kwamba kimsimamo wangu ni kwamba rais awache kuwa wa kwanza kupiga firimbi. Sisi tunasema kwamba wale ambao wanaiba pesa za Kenya, wale wamechukua rushwa, shika hawa majamaa, rudisha hii hela, lipa madeni. Lakini kuja kukata wananchi wa Kenya ndiposa alipe madeni ni kuwaumiza bure. Okay, labda nizungumze na wewe ndugu, karibu kwenye KTN News, unatarajia nini? Mimi kwa majina naitwa Elvis Malova
Kwa swala la bajeti, mimi ningependa waziri wa Treasury Henry Rotich aweke kipaumbele kuwa mambo ya afya ambayo inafaa ikuwe kitu ya kwanza ambayo inafaa iwekwe. Ya pili ni mambo ya Naam, basi ni Willy Lusigi kutoka Kakamega. Hivi sasa tuelekee Eldoret ambapo Elvis Kosgei amekita kambi katika kiwanda cha maziwa cha KCC. Elvis, hebu tujuze ni yapi ambayo tunatarajia upande huu? Naam, leo tutakuwa tunatathmini hasa masuala yanayofungamanishwa na mauzo. Wajua kwamba hivi sasa tutaarifiwa katika kiwanda hiki cha KCC pamekuwa na masuala ya teknolojia, yani modernization, jinsi wakulima wameweza kufaidi kutokana na mchakato mzima hasa wa mashine hapa ambayo tunaambia kwamba ni mashine za kisasa. Na hii leo tukiwa tunataraji kwamba waziri wa fedha Henry Rotich atakuwa anasoma yale makadirio ya bajeti, basi tujue hii ikiwa ni kiwanda ambacho sasa tutaambiwa kwamba kimefufuliwa, kiwanda ambacho tayari imetoa ajira kwa vijana, kiwanda ambacho kimeweza kuwafaidi wakulima. Tunataka tu kujua endapo kwenye bajeti ya mwaka huu kwenye makadirio yenyewe ni yapi hasa wakulima wanaweza faidika kwa kiasi kikubwa. Na nitajiunga na bwana mmoja hapa, labda tuanze kujitambulisha majina yake. Maybe you can start by introducing yourself. Well, thanks so much. My name is Jata Jenga, Head of Production, UKCC. I'm here in the dairy factory and I'll be here for this occasion. Okay, asante sana. Hivi leo tukiwa tunaangazia kwamba kuna siku ya bajeti, waziri wa fedha Henry Rotich atakuwa anazungumzia baadaye. Lakini hebu tuzungumzie masuala yanayofungamanishwa na modernization. Imesaidia vipi labda ongeza mazao na mapato hapa katika kiwanda cha KCC? First of all, we thank the government for the work it has carried out in this factory, in terms of modernization of our machineries. First, through this modernization of this factory, we have been able to improve our efficiency. You can see our machines are state of the art. And by that I mean, we have new machine, able to pack, able to meet our targets, the market, even increase our sales targets. In fact, for now, I can happily say we have increased our overall market share as KCC from 25% to 35%. Also through this process, we have also increased jobs directly, internally in our factory here. Initially, we were about 60 persons in this factory. Now we are more than 200. This is direct employment. We are much more with the value chain that are also benefiting from this modernization. That's one of it. The other thing, our processing capacity, which have been doubled. Initially, we were doing about 80,000 every day. Today, you are doing 150,000 daily. That is double. And all through this aspect of modernizing our factory in KCC. That is, we are able to increase our productivity, go to the market in time, increase our market share, employment, and even farmers benefit in terms of buying milk from farmers. Yes. Ukitaja wakulima katika eneo la North Rift, hasa tukizingatia kaunti ya Uasin Gishu, kuna eneo bunge la Enapkoi, kuna Kapseret, kuna Tarbo. Je, hali iko namna gani? Maziwa yanaendelea kuletwa, bei iko namna gani na wanafaidi kivipi? When talk about modernization, factory modernization, what has really happened? There goes a long way also in increasing our milk intake from farmers. Today, we are actually receiving more than 150,000 liters in this factory across this area of North Rift region. And for sure, I can tell you, our payment for farmers is now going to 2 billion every year. Not this alone. This all through because we have increased our capacity, we're able to have more milk than before. We can even mop up more milk for farmers and even turn to powder for food reserves. And now, all what milk that we're going to waste, it's no longer going to waste. Because in this place, we have a dryer that you can dry the excess milk from farmers. Farmers are now able to sell all their milk produce. The excess they have, they can never go to it anymore. And you're even telling them to produce more and more. You can handle all that they are able to produce, far even beyond even other countries. So farmers are the first beneficiary of this. One, they are assured of their market and their produce. And also payment in time, which are going to 2 billion every year. And we are telling them now to embrace new method of farming technology that they can live more. We want farmers in the end to be getting like a salary every end of the month through assured market
that you're going to do to these farmers in this region. Mwisho kabisa, hii leo tunamtarajia Waziri wa Fedha Henry Rotich aweze kusoma makadirio ya bajeti kama labda kiwanda cha KCC ambacho kimefufuliwa hivi, labda katika tuliona ile hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kuweza kuja kufungua pamoja na naibu wake mwaka 2017. Unatarajia yapi? Fine. You have done in Doret. This is the first of this type, a very successful story. So you want to roll this one to other factories. We have other boutiques also that have been done. You want to go into other regions, Kiganjo, Nyahururu, even in Mombasa. But now, you want the budget to address those areas, that this can be replicated to other regions. The other farmers can benefit from this kind of modernization. The other thing I want to maybe to talk about is the cost of milk production. You find 60% of the cost of milk production by farm level, if it goes to food, I mean in terms of feed implements. If the government can address how to reduce the cost of this feed, whatever farmers use to produce this feed, ingredients, it will help farmers to produce more milk at a lower cost. But now currently it is so high, the cost is going to 60%, which is too high for our farmers. If that can be addressed by a government with this budget, it will make farmers produce more with the less cost, and yet they get more profit. That's what we are really urging the government to do, to look at that area of milk production in terms of coming in, bridging the gap in terms of ingredients for feed production for farmers. And of course, I said, we also roll it out to other areas, which we are also doing. Being an example, we want to continue to other areas in Kenya. They can also reap the same benefits. Also, maybe to add on this, also farmer awareness of how to produce milk, the major milk production in terms of lower, in terms of how do they do their production of milk, putting to fact that they can use less equipment, less cost, will help us as KCC and the government as a whole and farmers as a whole. Yes. Asante sana. Thank you so much. Nashukuru. Naam, tumeweza kujua yote hapa kutoka kwa kiwanda cha KCC ambapo tunatarajiwa kwamba mchakato mzima wa kuweza kuyatengeneza pakiti za maziwa tayari tunaona wafanyakazi wa mbali na karibu, shughuli na mchakato mzima unavyoendelea. Tunaona baadhi ya wafanyakazi wako kimasomaso tayari kuhakikisha kwamba wakulima pamoja na labda wanunuzi ambao ndio wakazi wa kaunti hii, si kaunti hii peke yake bali kaunti ambazo ziko katika eneo la North Rift, na hizi tunazungumzia kwamba ni kaunti 6, na kama unavyoona ni mchakato ambao unaanzia eneo lile ambapo tunaona kwamba pakiti ya maziwa yatokea, baadaye wanakuja kuweka kwenye boksi kama hilo, alafu baadaye mchakato mzima wenyewe unaweza kuingia kwenye pakiti, ndiposa wakulima wanapata bidhaa bora hasa kutokana na hatua hii. Labda jinsi pigaji picha wangu wanaendelea kunasa picha, nitaweza tu kuwasalimu tu baadhi ambao wako hapa. Labda salamu tu, anakuita nani? Naitwa Jen. Jen, unafanya kazi aina gani hapa? Niko production. Uko production. Kazi iko namna gani? Iko salama, sawa kabisa. Labda ukiweza kufafanulia Wakenya ni kitu gani unafanya hivi sasa? Hivi sasa naweza kuform cartons alafu iwekwe maziwa. Unaona kwamba una hiyo sijui unafunga tengeneza carton alafu maziwa inakuja kwa container alafu inapangwa. Asante sana. Na ndio hali inavyoendelea hapa katika kiwanda cha KCC, kiwanda ambacho kimefufuliwa mwaka 2017 na Rais Uhuru Kenyatta kama njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba wakazi pamoja na wakulima katika eneo zima la North Rift wanafaidika kutokana na mchango mzima. Upande ule wa pili tunaona vile vile mambo yanavyoendelea. Tunaona bidada hapa. Unakuita nani dada? Naitwa Irene. Labda unafanya kazi aina gani hapa? Ninafanya kazi niko production section. Naona kwamba una kitu kama stamp. Sijui unafanya nini? Stamp hili ni la kuonyesha kwamba expiry date na manufacturing date ya maziwa. Yeah. Inahakikisha kwamba kila maziwa box inatengenezwa haitapotea. Haiwezi kupotea. Asante sana. Ndio hali halisi, hali tunavyoona
na najua kwamba wengi wanajifunza hasa kutokana na mchakato wenyewe, lakini kutoka kwangu Elvis Kosgei sina la ziada. Najua baadaye tutakuwa tunarejea kujua mengi zaidi, lakini ndio hali wafanyakazi wamejitolea kimasomaso na kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda jinsi linavyotakikaniwa. Kwa hiyo muda mrefu si sasa tunaambiwa kwamba labda huenda waziri wa fedha Henry Rotich atakuwa ni mwenye kusoma makadirio ya bajeti, na basi wakulima hasa katika kaunti hii ya Uasin Gishu watakuwa na tarajia mengi hasa kutokana na labda yale makadirio ya bajeti, endapo fedha zitaongezwa hasa kwa wakulima ambao eneo hili linajulikana kwamba ndio uti wa mgongo wa mahindi pamoja na labda ufugaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalisubiri kwa hamu na hamu. Kwa hiyo